Uwaziri wangu hauna maana kama maziwa ya wafugaji yanamwagwa. Uwaziri wangu hauna maana kama wafugaji ni mafukara. Uwaziri wangu hauna maana kama matapeli wanadhulumu wafugaji. Kwa hiyo uwaziri wangu unanilazimisha na kiapo changu kinanilazimisha kusimamia sekta ya mifugo ili sekta hiyo iendeshwe kwa tija, iendeshwe kibiashara, iendeshwe kwa ufanisi na kwa maslahi ya wafugaji na taifa. Hicho ndio kiapo changu na huo ndio msimamo wa Mheshimiwa Rais. Sasa matatizo ambayo yapo, Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi kwamba huyu mwekezaji DOB ambaye kwa sasa ameonyesha nia ya kujitoa, kwa sababu hela ambazo amewekeza na management ambayo aliiweka akitegemea kwamba atapata faida, ameona hana faida yoyote. Lakini huyu mwekezaji alijitoa kwa sababu ya sababu ambazo zilikuwepo. Uongozi, Mheshimiwa Waziri, wa Tanga Fresh ambao ulikuwepo ulikuwa ni uongozi wa luxurious. Ulikuwa ni uongozi sio wa kusaidia Tanga Fresh, lakini uongozi ambao ulikuwa unajilipa mishahara mikubwa kupita, matumizi ni makubwa kuliko mapato ambayo yanapatikana Tanga Fresh. Mheshimiwa Waziri, kuanzia miaka 2019 kiwanda kimekuwa kikiendeshwa kwa hasara kubwa na jambo linalopelekea uhai wake kuwa mashakani. Kuzorota kwa kiwanda hiko kumechangiwa na matukio mbalimbali ikiwemo management ambazo ziliangalia maslahi yao binafsi kuliko maslahi ya wafugaji, kulipana mishahara mikubwa isiyolingana na uwezo wa kiwanda. Kuna nyakati management, mtumishi mtendaji mkuu, ilifika wakati alikuwa analipwa kwa mwezi shilingi milioni 25. Mheshimiwa Waziri, tumeona kwa maslahi mapana ya wanaoshirika kubadilisha management, kwa kuwa kwa upande wa kwetu tuliona ni kikwazo cha kufika tunakotaka